tumeamua kuwa uchaguzi wetu usifanyike, si ndivyo hivyo? Wanachama wa Simba mkoa wa Songwe tumeamua uchaguzi wetu ufanyike mwezi wa pili, na wanachama wote wa Simba mkoa wa Songwe wameona huu mpito uendelee, wale viongozi tuliokuwa tumewaweka waendelee mpaka mwezi wa pili. Na baada ya hapo wanachama kuridhia, wameridhia kuwa wale viongozi baada ya mwezi wa pili tutaanza uchaguzi upya, na hapo ndipo tutakapoweka viongozi wa kudumu. Na mwenyekiti wa mpito na yeye karidhia kulingana na wanachama walivyokuwa wanadai. Na baada ya hapo mwenyekiti ameazimia kuwa mwezi wa pili ndipo mpito utakapoisha, lakini baada ya hapo tutafanya uchaguzi, na huo uchaguzi atapita kwenye wilaya zote, atapita kwenye matawi yote, atakaa na viongozi wote, na atatengeneza na katiba yetu, itakuja kutuletea mwongozo mwezi wa pili. Lakini tumemwambia atutengenezee timu ya hiyo kamati ya uchaguzi itakayokuja kutuletea ratiba nzuri na katiba nzuri ya uchaguzi wetu mkuu. Baada ya kuyazungumza hayo, wanachama wameridhia kwa mwezi wa pili utakuwepo uchaguzi mkuu, na hicho kikao mwenyekiti amekiridhia. Baada ya kuyazungumza hayo, Mungu wa mbinguni awabariki. Ndugu wanachama na mashabiki wa Simba mkoa wa Songwe, hongereni sana 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 kwa mshikamano mlionionyesha leo, na naomba hii iwe mara 4 yake, hii niridhike kuhakikisha kwamba nyie mliokuja ni sehemu kubwa ya viongozi. Sasa mikutano inayokuja sasa kuja huku kwenye wilaya zenu, naomba nikute wanachama wote na safu ya uongozi. Rai kwenu, mimi kuja kwenu pasipo kukuta wanachama wenye kadi za mashabiki au za wanachama ni sawa na kwenda kuongea na kundi la wahuni. Kinachojulisha sio wahuni, ni wanachama, ni zile kadi za mashabiki wa Simba. Tuna kadi kupitia mabenki mawili, CRDB Bank, NMB Bank. Mkiwa na kadi hizi, ninapokuja kuwatembelea au kuja kujadili swala la Simba, basi inakuwa nimekuja kwenye vikao halali. Hiyo moja. La pili, mfumo wa mimi kuja kwenye matawi mimi siyafahamu. Mimi nafahamu wilaya. Wilaya wataniongoza kwenye matawi. Ikija mimi nimeruka uongozi wa wilaya kuja kwenye matawi, itakuwa nimekiuka katiba ya Simba. Wenyeji wangu kwenye matawi ni hao viongozi wa wilaya. Wao wanajua tawi liko wapi. Maagizo ambayo tumepitisha kwenye mkutano huu, mimi siji kwenda kule moja kwa moja. Nakuja kwa mwenyekiti wa tawi wa wilaya. Yeye huyu ndiye anajua matawi yake yako wapi. Tatu, nawapongezeni sana kwa ushiriki wenu. Kila mahali nilipoita kuzindua tawi kunakuwa na nyomi kweli kweli. Hongereni sana. Kazi yetu sisi mkoa wa Songwe tumeamua kuzindua matawi kadri iwezekanavyo, watakuwa mmekizi vigezo. Sasa hivi mkononi kwangu matawi ambayo bado natarajia kuzindua haraka sana, na mkusanyiko wetu, mwitikio wetu, naomba tumalizane kwenye hiyo. Siwezi kuitisha kwenda kuzindua tawi pasipo tawi kujitambua. Nini kazi ya matawi? Matawi ya Simba kazi yake ni kuisupport klabu inapoenda kucheza mpira mahali kokote, kwenye mechi zote za kitaifa na za kimataifa. Unaweza kushiriki kwa njia moja au nyingine. Tawi hilo lijitambue, mkishatangaziwa wajitambue. Na siwezi kusemea sana sana, na wapongeza matawi ya Tunduma.
iwe ni mfano wa kuigwa. Na siku zote tunasema katika maisha yako wewe mwanadamu, iga kwa ile ufaulu. Ukiiga kwa ile ufeli na utafeli. Hebu tuige kwa mkoa wa Songwe matawi ya Tunduma. Ukipita simu najisikiaje? Kosa inatoka 2-3. Tunduma zinaenda wapi? Kuisupport timu. Ndio majukumu ya timu hiyo. Ndio majukumu ya matawi. Kwa naomba sasa iwe kwa wote jamani. Kuna matawi ambayo yana haraka sana ambayo tutakuja kuwatangazieni kupitia wenye vitu wetu wa matawi. Na mwatangazia wanachama watu tujitokeze kwa wingi.